Kwa wanafunzi wa udaktari katika chuo kikuu cha Moi jijini Eldoret, leo ilikuwa siku ya furaha tele. Wengi wao walikuwa wamekata tamaa ya kukamilisha masomo yao na kufuzu kwa sababu ya misukosuko iliyokumba chuo hicho. Miongoni mwao ni Lynn Ndegwa ambaye kilio chake sasa kimegeuka tabasamu baada ya kufuzu kama daktari. John Wanyama na maelezo zaidi. Miezi minne iliyopita, Lynn, mwanafunzi wa udaktari katika chuo kikuu cha Moi, alibubujikwa na machozi ya uchungu akilalamikia kucheleweshwa kufuzu. Na kucheleweshwa ndoto zake, akianika masaibu yake. We are your children. We didn't want to be here. I mean, we are all bright people. We deserve better. They can actually get us back to class because that's what we really want. We are actually frustrated of staying here for that long. Lakini leo taswira ni tofauti sana. Hizi ni pilika za mahafali. Anapeleka sare yake ya mahafali kuoshwa na kupigwa pasi. Baadaye ulimbwende, mapambo na urembo ili kunogesha siku ambayo ameingoja kwa miaka 9. Today is a special day that I once thought might never come. But here we are, looking stunning in our graduation regalia. A proof that resilience, perseverance, and maybe a little bit of stubbornness can get you through anything. Leo mambo ni tofauti. Hatimaye anastahiki kuitwa Daktari Lynn Ndegwa baada ya kufuzu rasmi. Lynn ni miongoni mwa wanafunzi wengine 1300 waliofuzu katika chuo kikuu cha Moi. Lynn alipewa nafasi ya kipekee ya kuketi miongoni mwa wafalme na hata kuwahutubia wanafunzi na wazazi. So today I stand before you not as the girl who cried on TV, but as Dr. Lynn Wamboi Ndegwa. In a life lived without challenges, there is no growth. So for Moi University, as we face challenges, we are on the path to growth. Despite the many challenges that the university has faced, the university has continued to demonstrate one very key attribute, and that is resilience. Lynn akishukuru runinga ya Citizen kwa kuangazia masaibu yao. And for Citizen TV, I'd like to say thank you for covering our story. You made the world know what we were going through, and that was a huge step actually in ensuring that things are streamlined in our university. I have graduated with a degree in medicine and surgery. I feel happy. Usimamizi mpya wa chuo hicho umeahidi kushughulikia matakwa ya wanafunzi pamoja na wafanyikazi na kuweka hadhi ya chuo hicho katika rubaa za kimataifa. Wanaosema husema baada ya dhiki ni faraja, na huu ukiwa mwisho wa mwanzo wa maisha ya wanafunzi hawa ambao wamefuzu leo na kuwa madaktari. Kutoka kwetu runinga ya Citizen, tunawatakia tu heri na mafanikio maishani mwao. John Wanyama, runinga ya Citizen, kaunti ya Uasin Gishu.